waingie majimboni mwao wakaseme chochote. Sasa bwana, jana pale bungeni ndio wakati bunge lina hitimishwa ili leo Mheshimiwa Rais apewe nafasi ya kuhutubia pale, spika wa bunge akawashukuru wa bunge na kuwatakia pia kila laheri uko waendako. Za bunge letu tukufu kwa kipindi cha miaka 5. Na nikitaja hapa miaka 5, nafahamu bunge hili la 12 limepata fursa ya kuongozwa na maspika wawili. Lilianza kuongozwa na spika wetu Mheshimiwa Job Yustino Ndugai, nikapata nafasi mimi ya kumpokea kijiti. Leo asanteni sana. Na leo ilikuwa apate fursa ya kuzungumza nanyi, lakini amesema kwa kuwa wewe utazungumza, basi utazungumza utakayosema ya bunge zima hili la 12. Mheshimiwa Ndugai, tunakushukuru sana kwa utumishi wako kwa bunge hili, kwa sehemu ambayo uliweza kuhudumu kwenye nafasi ya spika. Nawe tunakutakia kila laheri katika yaliyo mbele yako. Asante sana. Waheshimiwa wabunge, katika safari hii wapo wenzetu ambao hawapo nasi tena, wametangulia mbele za haki. Na spika wa bunge akiwagawa bunge na kuwatakia kila laheri wakiwa wanakwenda siku yao ya mwisho leo kwenye kuhitimisha bunge hilo. Sasa kabla ya hapo pia waziri mkuu alizungumza, Kassim Majaliwa, bungeni pale, na miongoni mwa waliozungumza pia ni kumkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa yale ambayo pia aliyafanya. Kumbuka bunge hili limeshuhudia pia marais wawili kwa hiyo katika historia. Kwa hiyo na yenyewe pia ilizungumzwa na waziri mkuu jana pale bungeni. Uniruhusu kwa unyenyekevu mkubwa niguse jambo la kihistoria lenye hisia na uzito mkubwa kwa taifa letu. Kama taifa tuna kumbukumbu ya majonzi na maumivu makubwa tuliyopitia kwa tukio la 17 Machi mwaka 2021, pale ambapo tulimpoteza kiongozi wetu kipenzi, rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ukweli usiopingika ni kwamba tukio hili lilituacha sote tukiwa na majonzi, taharuki na giza nene. Mheshimiwa Spika, katika giza hilo nene la huzuni iliyogubika taifa letu, Mwenyezi Mungu alimpa ushupavu, ujasiri na utulivu wa kipekee Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akawa faraja kubwa kwa Tanzania. Kiongozi huyu alisimama imara katika upepo mkali wa historia ya nchi yetu. Alichukua hatamu ya uongozi kwa utulivu, kwa busara na kwa ujasiri usioyumba. Na katika kipindi hiki alitufundisha kuwa utulivu sio dhaifu, bali ni nguvu ya ndani iliyotokana kwa Mwenyezi Mungu katika kushughulikia masuala makubwa ya kijamii, kiuchumi na kisiasa ndani na nje ya mipaka ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho kigumu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alionyesha imani kubwa na hatimaye aliamua niendelee kumsaidia kwa nafasi ya waziri mkuu. Hili sio jambo dogo. Na yakumbuka maneno yake kwangu, na mnukuu: Kasimu, tuendelee kushirikiana kulitumikia taifa letu, simamia shughuli za serikali. Namshukuru sana kwa moyo wa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani alionyesha kwangu. Mheshimiwa Huyo ni waziri mkuu Kassim Majaliwa, wakati naye pia akitoa hotuba pale bungeni jana. Kiwa naelekea kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ya leo, manake leo hawatapata nafasi. Kwa hiyo jana ndio walikuwa kama wanaagana hivi bana bungeni pale. Na kuna pia waliambiwa kwa uzoefu 50% huwa hawarudi. 50% ya wabunge
50% wao warudi. Huwa warejei. Hiyo ni ishara kwamba inabidi wakae vizuri. Unajua bunge linaendelea, alafu unaingia mtandaoni unaona vijana wanatangaza nia. Yaani uko bungeni pale, umewasha wifi kwenye jimbo lako. Unaona vijana kama 3-4 nasema jamani, huu sasa ni muda 50%. Na nilikuwa napitia mahali katika hizo takwimu ambazo umezitoa. Kwa mfano ambao walikuja waliingia bunge la mwaka 2015. Sawa. Asilimia takriban 64 hawakurudi kwenye bunge la mwaka 2020. 64. 2015. Ambapo ndio kipindi ambacho hayati Lowassa aliwasaidia kile ambacho kinaitwa Ukawa kupata wabunge 116. Idadi yao yote. Sasa wengi wao kwa watazama na wao hawakurudi. Uchaguzi wa mwaka 2020. Sasa je, kitachotokea mwaka 2025 kuna uchaguzi ni reflection mwaka 2020, kwa sababu kama unavyosema katika kila bunge experience ni kwamba kuna sura mpya ambazo zinaibuka za wabunge. Kwa maana wanasiasa wale wapya, watu wengine ambao wamepoteza, wameshindwa kutetea nafasi zao, wengine wajumbe wamewafanya alichokifanya. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinatokea. Kusubiri na kuona kwenye hayo ya wakati tunaendelea kuangazia alikuwa kijiri kwenye hotuba ya waziri mkuu na ile ya spika jana. Kwenye hayo ya kurudi tena bungeni. Jana waziri mkuu Kassim Majaliwa naye akatangaza kwamba anakwenda kuchukua tena fomu. Ili arejee. Wao wasema kwamba ulikuwa hujui au ulikuwa hufikiri. Unajua jana yani hivi PM hapa akisema hivi. Akisema PM akisema achukue. Na mimi nachukua. Yaani tunajua. Maana yake usikanyage kule. Akasema maana yake sasa. Na ile jimbo halijawahi kuwa na mgombea mwingine. Yaani uchaguzi uliopita hakupata mpinzani, alipita bila kupingwa. Sasa hivi si hamna kushinda bila kupingwa. Sasa hivi kuna ushindani. Sasa hivi hamna. Kwa lazima atapata mshindani. Kama atapata maana yake atapata ndio au hapana. Na washukuru sana pia wana Ruangwa kwa kuniunga mkono na kunipatia ushirikiano katika kipindi chote nilipokuwa nikitekeleza majukumu ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatambua wakati mwingi nimekuwa nje ya jimbo letu nikitumikia taifa, lakini wana Ruangwa wameendelea kuniunga mkono. Nitumie nafasi hii kusema asanteni sana, na muomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha mshikamano uliopo kati yetu sote, na naomba kuwajulisha kuwa nakuja kuchukua fomu na kuomba ridhaa yenu. Maswali yatabakia kwa kichwani kwako tu kwamba baada ya hapo akishashinda ubunge kuna afu kitazama kwa mfano katika ile bunge la 12 kuna wabunge ambao wamekaa muda mrefu kwenye majimbo yao. Miaka 20 ukitazama kwa mfano mbunge wa Isimani Mheshimiwa Lukuvi, Job Dungai ukitazama, PM mwenyewe. Sasa nalo utaona kabisa kwamba hawa nao kurudi, naweza ngasema kwamba ni ile dhana ya unajua wabunge ambao wamekaa miaka zaidi ya 20 wamekomaa sana kune bunge, wana uzoefu kuliko wengine. Sasa kuna chama na kuna siasa za bunge na harakati za bunge, maana ni kwamba sasa tunakuwa tunapata ile yani leadership ya watu ambao wamekaa kwenye bunge kwa kipindi kirefu, na wale juniors ambao kimsingi wamekuwa wafanyaje, wanakuwa sasa wanaingia bungeni. Ndio maana wabunge wengi ambao ukitazama wamekuwa wakiingia wanakuwa kama wanasema hao ni wabunge wapya. Hata baadhi ya taratibu, baadhi ya sheria, kuna ile siasa za bungeni wanatakiwa wajifunze kwa wabunge ambao wamewatangulia. Kwa sasa bunge nalo la mwaka 2020 bunge mwaka bunge 12 ni bunge ambao ukitazama sasa linatupa taswira kwamba wale ambao watakarudi tena litakuwa ni sura za mchanganyiko vile vile. Watu ambao wamekaa muda mrefu bungeni, wamefanya kazi serikali muda mrefu, na sasa zile sura mpya ambazo za vijana zinatarajiwa nazo kuingia katika bunge. Unajua pia ni siku fulani kama majonzi hivi. Kama mnamaliza shule? Shaka shule hivi afuka jua. Bana, kumaliza shule ni siku ya raha. Nyinyi mlikuwa mfurahie wenzangu, mimi nilikuwa nafurahi. Shuleni ukishamaliza tu ile, baada ile raha unajua ukirudi home
swali la kwanza kesho asubuhi. Hivi ni kweli hilo siendi shule? Siendi shule. Washikaji nini hawapo. Lakini hapo mjomba bwana, nilikuwa natazama viwango vya elimu za wabunge la 12. Sawa? Shahada ya uzamivu 9%. Shahada ya uzamili 34%. Shahada ya kwanza 21%, diploma kidato cha 4 32%, darasa la 7 4%. Sawa, haina shida. Kwa hiyo ukiona ni bunge ambalo limechanganya na maprofesa, madokta, degree ya kwanza, diploma. Kwa hiyo ni bunge ambalo lina sura, ukitazama lina sura ya ule mgongano wa elimu. Sawa, na utofauti wa elimu kutoka kila kada. Kwa kila kada ukitazama hapo imefanyaje? Imekuwa sehemu ya uwakilishi. Kweli. Jana tutaje kuzungumza mengi baadaye. Jana nikakumbuka paka nilipokuwa nazungumza na Bwegi kwenye ile interview ya hivi karibuni, akasema siku ya mwisho kama leo ndo mnaokota ile 250 yenu cha. Afu nasikia ile mapema tu. Ile hapo alisema muondoke Dodoma bila kuwa na AFCON. Akole watu leo jioni. Kota 250. Sam nasikia huko? Nasikia baba. Kota 250 yako chap. Ambao ni 50 kila mwaka manake. Ndo nitaka nimkumbushe Exaudi. Hivi nataka kumwambia. Leo nachukua 250 naenda kupotelea mbali huko kusikojulikana. Naelewa bwana. Hiyo ina subiri zilisho amna sifikao hiyo amna nini si unajua kuna form unatakiwa ukajaze. Hii kazi bana ni kazi fulani hivi yani. Inavutia, umeipenda. Inapendeka, sio kama nimeipenda, inapendeka. Hamna mbele. Haya bwana, tutakuja kuzungumza mengi huko baadaye kuhusiana na kinachokwenda kujiri bungeni leo. Tupata nafasi pia kuzungumza na baadhi ya wabunge, tutazungumza nao baadaye tuweze kujua nini hasa ambacho wanakizungumza baada ya kupiga kazi miaka 5. Wamewatendea haki wananchi. Tutakuja kusikia baadaye huko tukipata nafasi ya kuzungumza na wabunge pale. Kwa sasa tumeishia hapo kwa upande wa bungeni. Morning Express. Sasa bwana, mahakama ya hakimu mkazi imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela mshtakiwa Saidi Idi Rajab ana miaka 21 tu, ambaye huyu ni fundi msaidizi mkazi wa Tambuka Reli manispaa ya Morogoro kwa kosa la kumbaka mwanafunzi wa miaka 14. Hukumu hiyo imetolewa Juni 25 mwaka huu chini ya hakimu mkazi mwandamizi Esther Ushaki kwa mahakama hiyo iliyopo Kihonda Morogoro huko manispaa. Miaka 21, kabaka mwanafunzi miaka 14, kala jela miaka 30. Kwa tatoka na miaka 51. Unajua ni smartphone. Smartphone. Kuongezeka kwa mambo. Smartphone. Miaka 21 wanawake wao ndio umekuwa juzi tu. Si miaka 21 tuko naogopa wasichana. Miaka 21. Sisi mimi na Exo tuko na miaka 21 mwenyewe. Ukiwemo miaka 21 tu nyumbani ulikuwa yani unataka kucheza nao. Kwanza ukimwambia mtu nakupenda unakimbia. Unaanza kusemea mbali. Unahofia jibu yani. Wewe unakula kimbia. Wewe unaisema nakupenda wewe mwanaume. Unakimbia balaa. Hiyo miaka 21 ya kipindi chenu sasa. Sasa miaka 21 ya kipindi sasa hivi. Na hata ndio hivyo wanabaka. Kila kitu anajua yani. Kwa sababu kufikia level ya kubaka ukiwa miaka 21 maana yake wewe ushaona vitu vyote mpaka mwili umeshakuwa sasa unataka hayo mambo. Yaani kubaka ni stage kubwa sana ya uhalifu wa kingono. Unajua kwa sababu hapo maana yake ni kwamba utakuwa ushajifunza vitu vingi sana. Alafu sasa unaenda ile hatua ya kubaka. Nadhani vijana wangeambiwa tu kwa wingi, waambie tu kwa wingi. Kwa sababu unajua kwa sababu mimi nachochekaga sio nacheka kwa mshangao. Majaji wote wanapotoa hukumu nasikia ili iwe fundisho kwa wengine. Sasa sijui ni watu wasomi ama ili iwe fundisho kwa wengine. Sasa huyu mwingine kesho nasikia kafanya kile. Smartphone. Ni smartphone. Ndio anasema kwenye nani wanasema alimlagai mtoto kwa maneno akampeleka nyumbani. Ni smart, yani unaona hii smartphone imekuja kuna nini kuleta vitu vingi sana. Inaleta matatizo. Ndio kuna mtu akiona mule ndani nyimbo mbalimbali ana practice
Haya bana, mimi juzi nilikuwa napendekeza hapa na niwaambia pia mchungu hapo kwamba kesi kama hizi sijui za ubakaji ulawiti hizi. Ukishapigwa 30 unaongeza hapo kata masikio. Labda ukate sikio moja. Au tandiko viboko kila siku, yani kwa kuna mchapa viboko wa taifa anapita magerezani kuchapa waliobaka na kulawiti. Kila siku asubuhi ni kama chai, yani upata viboko yako 15 ndio unaanza kutumikia adhabu nyingine. Ningekuwa mimi mtunga sheria. Au unajua kimsingi mwanadamu, kwa sababu hiyo nimepunguza kutoka kwenye ile niliwahi kupendekeza mwaka jana, hapo watu wakanirukia kwamba kata hapo hicho, yani hicho kilichosababisha kiondoe. Kimsingi mwanadamu kwanza hiyo sinao itakuwa ni nini, uvunjifu wa haki za binadamu. Sawa, yeye mwenyewe amefanya nini? Mimi ndio maana sipati sehemu ya kukaa kusomea mambo ya sheria kuwa mfanya maamuzi wa nchi. Unajua mtumia naye anakuwa na haki na kwanza adhabu ya kumfungia mtu mahali ni kubwa sana kuliko example. Unajua example huko ndani kuna kila kitu, AC na nini. Tukiwekea hata choo kizuri kile ukafungia usitoke hapo na chakula kizuri, afu nakwambia example ndani utoke. Maisha yako ni muhimu. Kwa kazi kuna namna utapagawa. Psychological. Haya bana. Morning Express. Sasa kwenye siasa bwana, nimeona mchakato wa kumpata mgombea urais wa chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA umeanza. Na wametangaza rasmi kwamba sasa wanakwenda kuanza mchakato wa kumpata mgombea urais wa chama hicho. Unajua mchakato umeanza. Nilikuwa naongea na mwanachama wa CHAUMMA ambaye sio rasmi. Yani hayupo active. Lakini ni unajua kuna ile mapenzi anahisia na CHAUMMA. Anasikitika sana CHAUMMA kutoka kwenye misingi yake. Kwa mujibu wa huyo mwanachama. Yeye anachodai ni kwamba CHAUMMA ni chama kilichokuwa kinampa burudani. Yeye kwa taki mambo ya kushika nchini. Sasa cha kwanza alikuwa akimtazama Mzee Rungwe. Chama cha sasa kupe burudani tu. Yani ilikuwa hivyo. Unajua kwa mfano Mzee Rungwe hata pale Kenya kulikuwa na nani? Wajakoya. Jakoya alikuwa anaidi vitu fulani. Kwa mujibu wake ni Mzee Rungwe, yeye kwa jinsi ambavyo haviamini vyama vingine, anaona ni uongo yani kwa vyama vingine. Kwamba nitakufanyia hiki, lakini akija kufanya tathmini, anaona kuna kilichofanyika, afu anaona mambo na. Sasa yeye alikuwa anachukulia CHAUMMA. Kwanza Mzee Rungwe sura yake ni burudani, afu anayoongea ni burudani zaidi. Na kile anachokifanya kwenye ubwabwa ni burudani zaidi sana. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo kama CHAUMMA wao wanaanza mchakato. Inasema chama cha ukombozi wa umma kimetangaza rasmi sasa kwamba mchakato wa kumpata mgombea wa urais wa Tanzania kupitia chama hicho pamoja na kupitisha ilani ya uchaguzi utafanyika baada ya kukamilika kwa mkutano wa awamu ya pili ya operesheni C4C ambao wanakaribia kuanza. Juzi hapa tunasikia Mwalimu ambao alimwambia kisa kwamba kisa alimuuliza swali nipenda sana, alimuuliza mtarudi tena na chopa, akasema sisi wao soma topeni tena. Kurudi kwenye magari haiwezekani tena. Yes, sasa nilikuwa nataka kusema swali linakuja pale mchungu. Makada waliokuepo ukitazama na walioingia mpaka sasa. Wenyewe wameshajiweka kwenye picha kwamba ni chama ambacho kitaleta ushindani. Hatutaki kuwakosoa kwenye sababu hatujaona hawajengea uchaguzi mmoja tukaona. Na mimi na hapa nikaa karibu na Salim Mwalimu, kuna vitu vingi sana niliona utofauti wa chama. Kishabadilika. Sasa wanasema kimezoea kwenye kuwapa watu burudani, sasa hizi kinatangaza kama chenyewe ni chama shindani. Ukitazama watu waliokuepo na walioingia mpaka sasa, achana na watu ambao wanahisiwa tu kwamba wataingia au watakuja. Unamuona mgombea urais mwenye nguvu. Yes, kwanza swala kwanza ni CHAUMMA wenyewe kwa miaka mingi tangu ameanzishwa mwaka 2013. Mtu ambaye alikuwa anaongoza harakati na kushika bendera alikuwa ni Mzee Rungwe au Bwabwa. Sasa kwa muda wote ambao kiutazama kama chama wameenda naye, mafanikio yalikuwa sio makubwa sana, kwa maana kwamba ya kupata idadi ya wawakilishi sawa kwenye ubunge na hata kwenye udiwani. Sasa kuingia kwa sura mpya ambao zinajulikana kama hao G55, unaona kabisa kwamba kuna muamko mwingine wa kitofauti katika chama, mikakati, mipango, branding na chama ukitazama namna ambavyo chama kinavyokuja na harakati mpya, mvuto wa wanachama wapya, wanasiasa maarufu ambao wanatajwa utaingia kwenye chama chao. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Sasa
unajua mnapofanya tathmini ya kimkakati, kwa sababu swala mtei la kwenda kune uchaguzi, sawa, watu lazima wafahamu ni swala la kimkakati. Mlijipangaje? Yani mmejipanga vipi? Mna sera zipi? Mnavutia vipi? Nyie wananchi wanawazungumziaje? Washindani wenu wakoje? Si ndio? Mnaweza mkamleta nani ili atuletee nini katika wakati gani? Kwa kimsingi ni swala ambalo linahusisha mikakati. Sasa mimi kwa mfano kama ningewashauri Chauma, sawa, kwa nafasi yao ambayo sasa hivi wanaenda katika uchaguzi mkuu, na of course kwa hali jinsi ilivyo na siasa ambao wameingia ni maarufu, maana ni kwamba wataenda kuleta ushindani ambao unatarajiwa, na vile vile wananchi watataka kuwafuatilia kama chama, sawa. Wanatakiwa wapate mgombea ambaye atakuwa na misuli ya mwanasiasa wa kitaifa. Misuli ya mwanasiasa wa kitaifa, yani mgombea wa urais. Lazima mgombea ambaye, yani kama wanataka kuonyesha ushindani, lazima pale mwanasiasa mwenye misuli ya hadhi, mwanasiasa wa kitaifa ambaye unamuona ambaye sasa kwa ndani ya Chauma, wengi ambao wameenda Chauma walikuwa wapo katika operation zaidi kule walipokuwa. Ukimtazama kwa mfano Kigaila alikuwa ni anaongoza kamati ya mafunzo ya chama. Ukimtazama kwa mfano Salim Mwalimu, of course ni mwanasiasa ambaye aligombania nafasi ya makamu wa rais na Mheshimiwa Lissu, amekuwa kiongozi mkubwa Zanzibar, lakini wengi kutazama alikuwa ni nafasi za kiutendaji, naibu katibu mkuu. Sawa. Sasa Chauma imepata wanasiasa ambao wanajua kufanya plan. Wanajua kupanga mikakati. Sawa. Na hao wanasiasa ambao nimewataja, wengi ambao walikuwa kwenye operations za chama Chadema, wanakisaidia chama ukitazama sasa kimkakati kuja na operation mpya. Sasa kwa sababu ni mahiri katika kupanga na kuandaa. Sasa tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu lazima tuna taswira, kwa sababu unajua mheshimiwa kwa presidential candidate, yani mgombea urais wa chama ndio anauza hiyo taswira ya chama. Sasa unampata nani? Ndio kwa mfano mmoja. Marekani kipindi wanafanya uchaguzi wao mwaka jana kati ya Trump na Babu Biden. Sawa? Baada ya kelele kuwa nyingi kwenye chama cha Democrat, wakamwambia na mzee, wewe jiuzuru. Ukiangalia biti ya kwanza, kwa sababu wewe sio mvuto mbele ya wananchi. Na watu wananchi wanaona kabisa kwamba wewe ukishindana na Trump utashinda. Sasa chama katika siku mbili kinaamua tunakuja na nani? Kuna wanasiasa wengi huko ambao ni maseneta, sawa, wanasiasa wengi maarufu, lakini kwa hali ya chama chao cha Democrat wakasema sisi ngoja tuende na Kamala. Sababu ni vice president, lakini mwanasiasa ambaye tayari amebeba majukumu ya kiurais kipindi cha Biden. Sawa. Kwa hiyo hata ukiangalia idadi ya kura, of course alishindwa kune kura zote mbili, kwa maana za kura za wajumbe na kura za wananchi, lakini at least haita huo ushindani hata kwenye debate zake. Sasa kwa Chauma, kwa wanasiasa ambao ni wazuri kune kupanga, lazima hapa juu hapa. Sawa. Na hiyo inaenda hata kwenye ACT Wazalendo. Hapa juu hapa kune taswira ya chama. Wapate mtu ambaye sasa misuli yake ya kisiasa inakuwa na hadhi ya kitaifa. Sasa mwanasiasa unampata wapi? Kwa sababu uwezi kumkuta tu mahali. Kwa maana hiyo, yani unataka kueleza kwamba Chauma lazima afanye usajili wa mtu huyo, kwa sababu kama inawezekana sifa hizo tutaje, maana yake si katika ukuaji mtei wa chama, katika ukuaji wa chama. Sawa, mnaweza mkamtafuta mtu upande mwingine au upande fulani kwa lengo la kujenga taasisi yenu. Sawa. Chadema mwaka 2015, si ndio? Mgombea urais alikuwa ni Dr. Slaa anajiandaa. Si ndio? Lakini kwa mazingira ya kisiasa na hayati Lowassa ukimtazama alikuwa na ushawishi mkubwa kune siasa za Tanzania. Sasa alivyokuja kwao ilionekana kama ni mtaji. Sawa. Ukiangalia mwaka 2020, sawa, Chadema waliondoka na nani? Na Mheshimiwa Lissu. Sawa, mwanasiasa ambaye alikuwa anafuatiliwa zaidi wa upinzani kipindi kile. Si ndio? Kwa mazingira ya kisiasa unaenda na nani kune chama kama Chadema? Kwa wakaenda na Lissu. Sasa kwa wao ukimwangalia hayati Lowassa, ukimwangalia Mheshimiwa Lissu, hao ni wanasiasa maarufu. Sawa. Na wakapata hicho walichokipata. Sasa kwa Chauma, kwa sababu tayari wana watu ambao ni wazuri sana kwenye kupanga mikakati, kuna operations za chama, naona hayo mabadiliko. Sasa hapa juu hapa ukimpata mwanasiasa ambaye cha kwanza amefanya kazi za kisiasa takriban miaka 20 for instance, maana anajulikana. Cha pili, mwanasiasa ambaye tukimsimamisha hatuwezi kupata tabu ya kumuuza mbele ya macho yani sio mgeni.
Sawa, kwa sababu unajua tukio la uchaguzi ni miezi mitatu na watu watakiwa waweze kumkubali huyo mkuu. Kwa hiyo katika ukuaji wa taasisi yao mimi nafikiri wakipata wakikopa wakimtosi wapi, lakini lazima mwanasiasa ambaye ana hadhi ya kitaifa. Haya bana, hayo ni mitazamo ya Godfrey Mchungu. Na wewe pia unaweza kutuandikia mitazamo yako 0683802966. Na mtu mmoja jana akaniambia, mbona kama Chadema ikisimamishwa shughuli za kisiasa na Chauma yenyewe kama inapoteana hivi. Mbona kama ana point wewe mtu? Yaani kwamba tangu Chadema wasimamishwe kufanya shughuli za kisiasa ni kama na Chauma na wenyewe wamesimamishwa hivi. Wewe atakumaanisha kwamba Chauma mshindani wake mkuu ni Chadema. Yaani Chadema wakiwa kwenye harakati na Chauma na wenyewe wanakuwa kwenye harakati. Chadema wakipoa hivi ila huyo mtu kama ana point vile. Ndio maana nimekuambia hivi, mimi huyo ndugu yangu anaitwa Golisten Muro. Muro yuko Chauma. Juzi nimekutana naye, nasikitika kwamba unajua Muro hapendi mambo serious. Yeye hayuko mambo kutoa dola. Ni Chauma ni chama ambacho kwake kimeshapoteza mwelekeo na anatafuta chama kingine na haoni kikitokea. Kwa sababu yeye alikuwa hataki mambo ya dola. Hataki mambo ya dola. Kwa hiyo anakwambia yeye katikati ya mfumuko wa bei, katikati ya matatizo ya kiuchumi alionayo, anamwona mzee Rungu anakuja anamkusanya, anamwambia ubwabwa, ndugu yangu kuna ubwabwa, kuna tumaini jipya. Na alikuwa anaenda kila anasafiria mikutano. Sasa akitazama Chauma hii anaona hii ambayo sasa ndio inachuana na Chadema. Ambapo Chadema kusinginja. Sasa huko Chadema kusinginja harakati kazi. Kusinge kwanza kaburudani. Yeye atakaburudani. Mambo ya kuchukua dola sio. Unajua? Yaani ile kutufunga mjatufunga la chenga twawala. Lakini ukitazama kuna hizi siasa za Afrika Mashariki katika vyama ambavyo vinakuwa vinashindana kwenye uchaguzi, anatokea mwanasiasa fulani ambaye anakuwa kama yeye haji na zile sera ambazo ni ngumu sana. Umemtaja kwa mfano hapo nani Samu yule wa Kenya. Yes, tazama. Mzee wa bangi wewe. Bangi yeye. Sawa, na tutakuja kurudia kuendelea kutazama taarifa nyingi ambazo zipo kwenye magazeti au maeneo mengine ambako pia zimechomoza na vichwa vya habari vizito kweli kwenye wino mzito muda mchache tu ujao itakapotimia hapa saa 12 kamili. Mimi naitwa Hector Mtei, Samson Chazi yuko hapa, Godfrey Mchungu yupo, tunaelekea 3 kamili za asubuhi. East Africa Radio Morning Express. Your super breakfast. kutoka Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania. Ikipepea live, hii ni East Africa Radio. East Africa Radio. Together tunawakilisha